mrefu wa kidiplomasia, kisiasa, kiuchumi na kihistoria kati ya Tanzania na Urusi. Akiwa nchini humo, Dr. Samia atafanya mazungumzo rasmi na mwenyeji wake Ikulu mjini Moscow, yakilenga kuimarisha ushirikiano katika sekta ya biashara na uwekezaji, elimu, sayansi na teknolojia, nishati, madini, kilimo, miundombinu na utalii. Aidha, Rais Samia atashiriki na kuhutubia jukwaa la 29 la kimataifa la uchumi la St. Petersburg, ambalo ni miongoni mwa majukwaa makubwa duniani yanayojadili masuala ya uchumi, biashara na uwekezaji. Kadhalika atashiriki kongamano la biashara la uwekezaji kati ya Tanzania na Urusi litakalo wakutanisha viongozi wa biashara, wawekezaji na taasisi za kukuza uwekezaji kutoka mataifa hayo mawili. Serikali imeanza doria maalum ili kudhibiti mamba katika maeneo mbalimbali ya Ziwa Victoria, ikiwa ni hatua ya kupunguza matukio ya watu kuliwa au kujeruhiwa na wanyama hao ambao wamekuwa wakiripotiwa mara kwa mara katika baadhi ya visiwa vya ziwa hilo. Akizungumza wakati wa doria hiyo katika kisiwa cha Maisome, kamanda wa uhifadhi wa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA kituo cha Mwanza, Evans Mkwama, amesema operesheni hiyo tayari imefanikiwa kuwaua mamba wawili katika eneo hilo. Amesema mamba hao wote wamepatikana katika kisiwa cha Maisome, ambapo mmoja wao amekutwa akiwa na masalia ya viungo vya binadamu tumboni vinavyosadikika kuwa vya marehemu Jenista Nyambui, mwanafunzi mwenye umri wa miaka 14 aliyefariki dunia baada ya kuliwa na mamba huyo. Kwa upande wa habari za kimataifa, mamia ya vijana katika mji wa Nanyuki nchini Kenya waliandamana kupinga uamuzi wa serikali kuruhusu ujenzi wa kituo cha kuwahudumia wagonjwa wa Ebola raia wa Marekani ndani ya kambi ya jeshi la Laikipia. Waandamanaji wanaeleza hofu kwa usalama wao, huku wakitaka mamlaka kufuta mpango huo mara moja. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo kati ya Washington na Tehran yanaendelea kwa kasi licha ya ripoti zinazoashiria mvutano. Shirika la habari la Iran Tasnim limeripoti kuwa Tehran imesitisha mazungumzo hayo kufuatia mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon, huku ikitishia pia hatua ya kijeshi ikiwemo kufunga mlango wa bahari wa Hormuz. Na mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Inland Radio. Kwa taarifa kamili ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili za mchana. Jina langu ni Samuel Chem. Asante kwa kutusikiliza. Hii ni Inland FM Radio kutoka Mwanza, Tanzania, kwa masafa ya 93.3. Hii ni Inland FM Radio 93.3. Inland FM